tofauti sasa. Yaani kitu ambacho wamekitengeneza wao wenyewe bado wanakuja wanakikataa tena. Sasa hiki ni kitu cha ajabu duniani. Ni kitu cha sababu wao ndio mtengeneza. Kwa hiyo nafikiri kupata watu ambao wataweza kwenda kusimamia hasa uadilifu. Sababu sasa mpendo ukiangalia unakosa sana nguvu kwenye eneo la uadilifu na hasa kwenye hizi mechi na hasa kwa waamuzi. Lakini pia na maamuzi ya hizi kamati. Yamekuwa kwa very bias. Kwa sababu gani? Hatuwezi kupata kiongozi ambaye hata kuwa Yanga, hata kuwa Simba, never. Wale mtu mwingine ameandika hoja ya ovyo kweli. Anazungumza kwamba wanachama wa Yanga waliogombea ni hawa. Sasa come on. Hii ni nchi ambayo ukiangalia ni Simba na Yanga. Hata yeye anaongea na timu yake anayo. Lakini Simba na Yanga yako isiingie kwenye majukumu uliyopewa kuweza kufanya. Kwani kuna ambaye ajui rais wa shirikisho ni timu gani? Tunafahamu. Na sio dhambi kuwa na timu. Ni haki yake ya msingi. Kwa sababu yeye hakuzaliwa kuanza shirikisho, ameingia, atatoka je akiondoka, haruhusi kuangalia mpira. Alikotokea kuwa na timu, amekuwa katika misingi. Kwa hiyo kuwa na timu sio issue. Utakuwa ni Simba, utakuwa ni Yanga, utakuwa ni Azam na timu nyingine ambazo zinakuwa saa hizi. Lakini tunakuchagua pale sio kwa uyanga wako, sio kwa uazamu wako. Tumekuchagua pale kwenda kusimamia taratibu zilizopo. Ndio jambo la msingi. Tukipata watu wa namna hiyo ndio tutakwenda kukomboa mpira wetu.